happen. Tunapoketi katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Amen. Ukiona mtu hana furaha na ni kwa church, ukikutana kwa mtaa huko, anaweza kukufanyia mambo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo imeni ndogo. Hallelujah. Nataka hiyo imeni ifike kwa barabara. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. Na kwa wageni karibuni mara tena katika mlima huu wa majibu ya maombi. Tunaendelea na somo ambalo tunakuwa tukiendelea nalo kwa muda, na anajua hata siku ya leo ya kwamba Mungu ana neno lake. It is not a very popular topic, lakini najua ya kwamba kwa wale ambao wanataka kuendelea kukua katika maisha ya kiroho itakuwa ni ya msaada katika jina la Yesu Kristo. Simpigie my sister Brenda for many years, simpigie makofi. Najua wengine mko na wili kusema my sister, nimesema tupigie makofi mazuri. Najua pamoja atakuwa hapa na Mungu akubariki kwa sababu ya kupata nafasi ya kuja katika madhabahu haya. Tumekuwa tukiendelea na somo hili, activating the power inside you. Wakati huu ni wakati ambapo kila mtu, hata ukiangalia katika siasa tunasema ya kwamba watu wanataka power. Lakini ni kitu kimoja kusema ya kwamba tunahitaji nguvu, na ni kitu kingine kupokea nguvu hizo. Kile ambacho kimefanya uwe mahali uko na mahali ambapo niko ni kiwango cha nguvu ambazo uko nazo katika maisha yako. Na kwa hivyo watu wengi tumelemewa kwa sababu hatuna nguvu. Kukosa nguvu ni kukosa kuendelea. Every time unakosa nguvu ya kufanya jambo, hiyo inakwambia wazi ya kwamba utalemewa na kile ambacho unahitaji kufanya. Na tukasema ya kwamba ndio tuweze kupokea nguvu, kuna mambo kadhaa ambayo tunastahili kufanya. Namba 1, tukasema ya kwamba tulipokea nguvu tulipookoka na tulipopokea Roho wa Bwana. Lakini nguvu hizo ziko ndani yetu na zinahitaji kukorogwa. Haleluya. Last Sunday tukasema ya kwamba tunahitaji kulipa gharama ili tuweze kupokea nguvu fulani ambazo tunahitaji katika maisha haya. Kwa nini tunahitaji nguvu? Kwa sababu hakuna kitu katika maisha haya unaweza kufanya kama hauna nguvu. Power to buy in the marketplace. Nisema ya kwamba ukihitaji nguo nzuri zimejaa kila mahali, lakini they are not very free. Unahitaji kulipia gharama. Na tukasema ya kwamba wakati huu ambapo watu wameingia katika kiwango kingine cha biashara, wametengeneza vitu vizuri na wametubadilisha nguo. Unakuta kuna kadori kamekaa vizuri, sasa kamevalishwa nguo hiyo ni nzuri, unaweza kuwa unahitaji, lakini lazima ulipie gharama ndio uweze kwenda nayo nyumbani. Ukienda town tukasema ya kwamba juice sio kama zamani. Siku hizi ziko tu kwa zimewekwa wazi mahali. Juice zinazunguka tu. Kwa hiyo hata ukiwa na njaa town, wewe endelea na njaa yako. Kile ambacho unahitaji ni kulipa ndio uweze kunywa. Ukitaka baridi iko free, utaiona tu free. Lakini ndio uweze kunywa, lazima ufanye nini? Ulipie. Ukienda njia hii kuna mahali panaitwa Kikopeni na hapa town mahali panaitwa Papa. Unaweza kuonyeshwa nyama. Watu wanakuita na wanakata. Sasa siku moja nilikuwa najiuliza kwa sababu wamepaka hivi. Siniende kila mahali ukionja. Unajua ukionja nyama hapa, alafu usome kidogo mwingine akuonyeshe, usome kidogo mwingine akuonyeshe. By the time unamaliza biashara zako, hautakosa kulipia moja ya nyama halafu usome ukienda. Lakini kwa nini wanakuonyesha? Wanakuonyesha kidogo ndio uweze kulipia gharama, uketi chini uweze kula. Haleluya. Na kwa hivyo katika maisha haya
tutahitaji kulipia mambo gharama. Kuna wakati ambapo Mungu anaweza kukuonyesha kile ambacho anataka ufanyike katika maisha yako. Na sijui kama kuna mtu ambaye yuko hapa uliwahi kuonyeshwa kwa ndoto ama kwa maono kile ambacho Mungu anataka ukafanyike, lakini ndio uweze kufika hapa, kuna gharama kubwa ambayo unahitaji kulipa. Haleluya! Kuna wakati unalala ukiwa kwa nyumba kubwa, nyumba ya kifahari, unaona ukiendesha gari kubwa, wengine hawajaolewa, unaona ukiwa kwa madhabahu, ukiwa na neti imetoka hapa mpaka penda huko. Sasa mambo haya unaweza kuota ndoto, na ni nzuri kuota ndoto nzuri. Unaona ukiwa unakula vizuri, unacheka, hata kama umelala na mtu anakugonga, kwa sababu tayari unacheka ukiwa kwa usikivu. Wapendwa, unaweza kucheka ukiwa kwa usikivu, lakini ukiamka lazima ulipe gharama. Tena neighbor, lazima ulipe gharama. Haleluya! Hakuna msichana hapa anaota akiwa ameolewa na kibogoyo. Anaota akiwa ameolewa na mtu ambaye mbele yake yote ni meupe kama maziwa, amevaa suti. Hiyo suti ni kuna gharama. Watu wanaingia kwa chache na wanapiga hodi kutoka hapa msafara wa magari mengi. Hiyo ni gharama. Na tunasema hasi sana ya kwamba kuna kiwango ambacho Bwana anataka kutuingiza na unatamani kuingia, lakini je, uko tayari kulipa gharama ndio uweze kuingia kiwango ambacho Bwana amekutayarishia? Wapendwa, kuna neema na kuna nguvu hizo, na tunamwambia Bwana tupe nguvu ili tuweze kuingia katika kiwango kingine. Kuna mambo ambayo nimetamani na ninamwambia Bwana nipe nguvu, nipe neema niweze kuingia. Biblia inasema katika Psalms 2:8 that pray, omba nami nitawapa mataifa ikawe urithi wenu. Kwa hivyo sio katika tu maeneo, lakini Bwana anatamani tukamiliki miji na tukamiliki milki kwa sababu ya kazi yake. Tunaweza kufanya biashara ambazo zinaingia katika kiwango kingine. Tunahitaji nguvu, tunahitaji uweza. Pokea neema hiyo ya kusonga. Nasema pokea nguvu hizo, pokea neema uweze kusonga bila kuzimia katika maisha haya. Haleluya! I say haleluya. Wapendwa, hakuna kitu chochote kinachoonekana na kutamanika ambacho hakitalipiwa gharama. Nikiwa nimeketi hapa nilikuwa najiuliza, kwa nini watu wanatamani mambo makubwa lakini hawako tayari kulipa gharama? Wale wanaokimbia na wale wanaocheza mpira katika viwango, kwa sababu kila mtu ana kiwango chake. Kuna watu wanaocheza mpira, tulisema last time hapa ya kwamba sasa watu wako Marekani wakicheza katika kiwango cha juu cha ulimwengu, lakini Kenya wazee hapa ambao tumeketi hapa na Nairobi mzima na Kenya hii yote, not even one team qualified kwenda kucheza. Kwa nini? Unawekea mtu mpira na unaona mpira pia size yake ni kubwa. Mpira kubwa hiyo unamwambia akoke mpira, anagonga hewa. Niliona president mmoja na nisema mtu anawekea mpira anaenda kugonga kando na anaanguka. Hiyo mpira size hiyo hawezi. Na kwa sababu East Africa hadi katika mpira huo. East Africa mzima kwa sababu ni must qualify to become. Na kwa hiyo kile ambacho unatamani kufanyika you must qualify. Haleluya. Sijui ni kitu gani wewe ambacho unatamani, lakini kuna kitu ambacho mimi nimekuwa nikitamani. Na ninaomba Bwana nipe nguvu niweze kuingia kiwango hicho. Mambo sio rahisi. Na ninaambia watu hapa hakuja kufundisha watu ya kwamba shika gari ya mtu, shika mlolongo ya mtu, mahali unakanyaga mipako, sijui mafuta. Wapendwa, ndio tuweze kuingia katika viwango, lazima tutalipa gharama. Haleluya. Na kwa hivyo ni wakati mzuri wa kuamka, kwamba kumwambia Bwana, niko tayari kulipa gharama, niingie mahali ambapo nimetamani kuingia. It is not a time ya kulala. Time is running and time is now. Na siku ya leo nataka nikaongee na wewe. Nimesema ni sio popular topic kwa sababu nataka kuongea na wewe kuhusu kufunga. Kuhusu kufunga.
Uliza jamii, unaona magani ikifika mambo ya kufunga. Tuligusia kidogo kwa misali. Kama unahitaji kukoroga nguvu iliyo ndani yako, utahitaji kuingia katika kufunga. Na hii haiko kwa watu wengi, na ndio sababu watu wengi kuna kiwango hawajaingia. Esau kwa sababu ya kupenda chakula aliuza urithi wake. Esau kwa sababu ya kupenda chakula aliuza urithi wake. Na watu wengi wameuza urithi wao kwa sababu ya kupenda chakula. Wapendwa, food and drinks is a source of strength. Kwa kila mtu hapa, chakula na vinywaji is a source of strength. Na ukitaka kujua ya kwamba chakula na vinywaji vina nguvu, ni ifike wakati usikie ya kwamba kuanzia saa asubuhi haujakula breakfast, ifike saa 5 saa 6 unakuwa mnyonge. Kwa nini? Kuna kitu ambacho unakosa, na kile ambacho unakosa ni nini? Ni aidha vinywaji zikupatie nguvu ama chakula. Haleluya! Na kwa hivyo kama chakula na vinywaji is a source of strength, when you forego food and drinks, you are telling God you are the source, the only source of my strength. Sijui kama tuko pamoja hapa. Ya kwamba sasa sitaangalia chakula na vinywaji, kwa sababu chakula na vinywaji ndio nguvu katika maisha haya ya kuweza kuendelea. Inamaanisha wakati ambapo nimefunga chakula na vinywaji, Mungu ndio nguvu na tegemeo langu. Haleluya! Wakati ambapo tunakula chakula kila wakati, we can get strength from food and drinks. Without him tunaweza kuendelea kuishi, lakini wakati unapoweka chakula chini as a source of strength, unaweka vinywaji chini as a source of strength, unamwambia kwa tumaini langu liko kwako. If you don't give me strength, I will die without you. Haleluya! Na kwa hivyo watu wengi wameangalia chakula as a source of strength and inspiration. Na ndio sababu watu wengi hawana neema ya kufunga, na ndio sababu watu wengi hatuwezi kwenda bila chakula, kwa sababu nguvu ambazo tunahitaji na tegemeo letu liko kwa chakula. Haleluya! I say haleluya. Na kwa hivyo ukikaa na watu ambao wako juu sana katika maisha haya, utajua ya kwamba food is not a priority kwao. Kuna watu ambao wanaonekana ni kana kwamba si watu ambao wanamkaribia Bwana sana, lakini mambo ya chakula wanajua. Ukisoma katika dini zote, tunaweza kutokubaliana ya kwamba Kristo ni Bwana. Iwe ni Waislamu, iwe ni Wahindu, iwe ni watu gani, dini zote na dini zote kubwa, kitu kimoja ambacho tunakubaliana sote ni katika kufunga. Haleluya! Tunaweza kukosa kukubaliana kwa maombi, tunaweza kukosa kukubaliana kwa mambo mengine, wanaweza kutuamini ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, lakini kitu kimoja ambacho tunaweza kukaa hapa na tujadiliane kwa pamoja, dini zote, ni kuhusu kufunga. Wakatoliki ukienda huko wanafunga, Waanglikana wanafunga, Warokole wanafunga, kila mtu anafunga. Hapo tunakubaliana sote. Kwa nini? Fasting is a source of strength. Haleluya! Na kwa hivyo siku ya leo nataka nikuonyeshe ya kwamba kuna nguvu wakati ambapo umewacha chakula na kumtazamia Bwana. The reason we have remained common. Na ni vizuri kukubali kwamba kuna mahali ambapo hatujafika, ni kwa sababu hatujalipa gharama ya kuweza kuingia katika maeneo, kwa sababu wapendwa, kuna maeneo na kuna zaidi katika Bwana. There is more in God. There is more in God. There is more in God. Kuna zaidi ya kile ambacho natamani wewe. Na ujumbe
Na kwa kila mmoja ambaye anasikia sauti hii na unataka kuingia katika kiwango kingine, wapendwa, ni lazima ujue ya kwamba kama utaangalia chakula, kuna mahali ambapo hautaingia. Biblia inasema ya kwamba maandiko yote, kwa Kiingereza inasema all scriptures is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hebu tuweke andiko hilo la 2 Timothy chapter 3 and verse 16 tunapoangalia activating power through fasting. 2 Timothy chapter 3 and verse 16. That the man of God may be perfect through 2 Timothy. All scriptures is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. All scriptures are given inspired by God. Na kwa hivyo ni katika maandiko haya ambayo tunaangalia na ndani yake tunakuta maandiko inayoongea kuhusu kufunga. Lakini swali la kwanza kabisa ambalo ningetaka tujiulize ni kwa nini tufunge? If you are right, in as much as we are talking about activating power through fasting, why? Number one, ni kwa nini tufunge? And number one, it is because God calls for fasting. Mungu mwenyewe anatuita kwa mfungo. Mungu mwenyewe anaita watu wake kwa mfungo. That is number one. Hapo ndio tunapata authority ya kwa nini watu wafunge ili waweze kupata nguvu. Number one ni kwa sababu Mungu mwenyewe anaita watu wake katika mfungo. Joel chapter 2 and verse 12. Joel chapter 2 and verse 12. Ni Mungu mwenyewe anaita watu wake katika mfungo. Hii ni kumaanisha sio mwanadamu anaambia watu wafunge. Ni Mungu anaita watu wake. He calls the assembly to fast. Hallelujah. Joel chapter 2 and verse 12. Na kwa nini anaita watu wake katika mfungo? Ili kuweza kunyenyekesha mwili. Ili kuweza kunyenyekesha mwili na kutiisha. Give us Joel chapter 2 and verse 12. Kuweza kunyenyekesha mwili huu na kutiisha unahitaji kufunga. Wapendwa, if you have a destiny to fulfill, unahitaji kunyenyekesha mwili. For you to conquer nations, for you to conquer cities, you must first of all conquer yourself. You must conquer your body first. Watu wameshindwa kabisa na kutiisha mwili peke yake, na kwa sababu ya kuokea sana wakauza destiny zao. Na Biblia inasema kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini kimeshinda wengi. Ukitaka kutiisha mwili huu ili mwili usiondoke, mwili huwa unaruka kila mahali. Ukitaka mwili huu utiishe, unyime chakula. Juzi nilikuwa mahali, nilikuwa nimeenda sehemu za Nyeri huko. Na wapendwa, ukiangalia watu wakitembea mjini. Na juzi tena nikawaambia nilikuwa hapa juzi town, na si town ya chini, ile town ya juu. Ukiangalia watu utajua ya kwamba watu hawajatiisha mwili. Hata mtu akitembea unaona hii ni chakula. Mtu bila tu anatembea mjini na huyu amejaa ubinafsi. Yaani pride ndio hii. Na hajaongea salimuulize kutuliwa akiongea. Amevaa tu na akakula chakula cha breakfast, anaenda kufanya nini? Amekula ameshiba. Hujakutana na watu ambao wameshiba. Mtu amekula na tena akateremsha kakinywa chini. Wapendwa,
there is food and food. Wacha kuongea kuhusu ugali. Ugali si chakula. Wacha kuongea kuhusu chapati. Chapati is not food. Watu wanakula vitu wanakula hata kikombe sio kule unachukua. Unajua kikombe kuna watu nusu ndio kwa mdomo na ikula na wewe. Au hata kushika glasi ni kama vidole vidogo. Especially na sisters and uniform. Vidole na tena sisi ndio tuliongeza zingine. Sasa mimi kuta niko mimi nje hapo anashika glasi. Na anakunywa juice ya kitanda. Anakuzisha kwa ulimi kidogo, anasiku mara mbili na anawacha. 2,500 is gone. 2,600. Huyu mtu hajashiba. Wewe ukipewa na fungua mdomo unaelekea. Mara mbili na unapokea glasi. Na glasi yenyewe mahali pa kushika pia nimebana. Unashika kwa nini hapo nipatie kitu ya bakuli ama kitu kama jani. Waniote vile nitaifanya. Yaani uko tayari kumaliza. For you are eating, for them is pleasure. Hallelujah. I say hallelujah. Samaki wewe unaona anaanza kufanya mikono. Ni kama uko kwa tuta na karibu kwa watu sasa. Unaweza kupatia nafasi sana. Kama unafanya kama hivi yeye karibu. Unajitayarisha kuanza kuna. Hata kama wewe. Vile unapojitayarisha kama hivi, ndio unaendelea kula destiny. Hallelujah. Sisi hapa tunakizia breath breath. Hii yake breath unaweza kutembea nayo as long as you can. Na unakuja panga. Ukifunga siku mbili, hauwezi kwenda na kiatu breath. Let's be honest. Inawezekana. It's not possible. Ukifunga siku mbili, hiyo kiatu unaweka kwa pani, unachukua ile fraction. Lakini ukienda mjini utafikia watu wanaotembea na hizo viatu breath. Hiyo ndio kuangalia hivyo. Na hiyo malingo ni mtu ambaye amekula, ameshiba. Ndio uweze kunyenyekesha huo mwili unahitaji kunyima chakula. Hallelujah. My name nafanya mbele kama hiyo. Na umezaliwa hapa. Kuzaliwa na kulelewa hapa. Alafu fanya kichwa kama hiyo. Hiyo tayari inakuonyesha mtu ambaye amekula, ameshiba na amekunywa hizi. Anatakikana kesho. Ndio akitokea anaweza kuongea vizuri. Ndio tuelekeshe mwili huu tunaitaka. Now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. It is the Lord who is calling the saints into fasting. Kwa hivyo sababu moja ya kufunga, tungetaka kufunga na tungejiuliza maswali, ni kwa nini tufunge? Namba 1 ni kwamba Mungu mwenyewe ameita watakatifu katika mfungo. Mungu hatatembea na watu ambao they are full of themselves. And that's why he said, turn to me with all your hearts. Na wapendwa, hatutakisha anakuta na kumtazamia Bwana. No wonder kuna kitu ndani yetu ambacho unasikia you are empty. Even after you have eaten, you are empty. Even after you have taken juice, you are empty. Even after you have paid your debts, you are empty. The emptiness is coming because you have not taken God serious with all your heart. Na pia Mungu anatuita katika mfungo, anasema muje na roho yenu yote. Roho inamaanisha kila kitu. Usiwe umebeba mtu na usiwe umebeba mama. Wakati huu wa mitandao ukiangalia status za watu, sitakwambia that the hearts of men are bleeding. Mioyo ya watu inabadilika kama men and women are hurting. You don't need to go far because what is in the heart, men will speak. Sasa ukitoka hapa kwa status za watu, wale ambao wako kwa simu, angalia soma status za watu. People are hurting.
Ati hii nimebeba watu nimechoka nikawaangusha. Nikwambie, wewe tuangushe. Wewe tuangushe. Because in the first, nani alikuwa anakuambia mtu gani? Nani alikuambia? We wanted them to act kutoka kwa Mungu kwa sababu tumefika. Lakini nasema nitawaangusha mtaumia. Ni kwa sababu mlikuwa mmetubeba in the first place. Lakini Mungu anasema uje kwa wewe yenu yote kwa kufunga na kuomboleza. And number 2, why we should fast? It is because God again invites us to pray and fast. Jeremiah 29:11. Mungu tena anatuita katika maombi na katika kufunga. He invites us. That's why we want to practice and fast. And number 3, Ecclesiastes 10:17. Because maturity necessitates for fasting. Watu ambao wamekuwa katika mambo ya kiroho wanahitajika na wanaona umuhimu wa kufunga. Kwa hiyo mambo matatu haya. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Mstari wa mwingine unasema gani? Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Mungu anatuita tena katika maombi, kwa sababu hauwezi to separate prayer and fasting. When God calls us katika maombi, tunahitaji kuingia katika kufunga, because maombi peke yake kuna sehemu ambayo haitaweza kutufikisha. Ni katika kufunga ambako kunatia maombi yetu nguvu zaidi. And that's why Jesus said this kind. There are kinds za mambo ambazo zinahitaji prayer and fasting. Na kaidi moja ni umasikini ambao tunapitia. Poverty is one kind that needs prayer and fasting. Sijui wewe, lakini tunaambiwa kwamba tunahubiri sana the gospel of prosperity. Lakini kile ambacho tunajua tunahubiri gospel of prosperity to already men and women who are saved. And men and women who are saved are already candidates of heaven. Now, what we want is to live well here. Hallelujah. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Kuna mambo ambayo unataka kufanya, lakini inazuiliwa na mwili. Ndio uweze kutiisha mwili ukimeta ndani. Hallelujah. Ndio uweze kutiisha mwili wako, uweze kutii ukimeta ndani. Na ukishika vile ambavyo tulifungua ujumbe huu, nao utaweza kuelewa ya kwamba food and drinks is a source of great strength. Watu wengi hapa hatujakuja maombi kama hatujapata chakula jana na asubuhi. Watu hawatakuja. Na kama tumekuja, tunakuja tukiwa na nia moja ya kuweza kuelekeza macho yetu kwa Mungu. Utaweza kuingia kwa maombi vizuri na kuweza kufunguka katika macho yako ya kiroho wakati ambapo umeingia katika kufunga. Sitauliza ni kuuliza tu na usikivu. Katika maisha haya umeweza kufunga serious fasting mara ngapi? Mambo mengi ya kushinda. Nile ni wakati ambapo Mungu alituma ujumbe. Biblia inasema kwamba wakafunga watoto na wanyama. Mtoto hawezi kufa kwa sababu hajakula watu nini. Hawezi kufa. Na ukitaka kujua when God becomes the source of your strength, ni kwamba kuna watoto wametupwa. Wazazi wametupwa watoto. Mtoto anaweza kutupwa saa hii asubuhi
aokotwe kesho asubuhi akiwa hai. Wangapi wanakubaliana hili inawezekana? Watu wametupa watoto kwa choo, futi huko, futi 20, 30. Mtoto mdogo anakutwa akiwa hai. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za yeye kusurvive haziko kwa mama yake wala kwa chakula. At that particular time, you are straight, and the source of the only is God. Right now you are surviving kwa sababu wewe mwenyewe ndio unayefanya kazi mwenyewe. Nguvu zako ndio zinazofanya kazi, and you can only get that much ya mshahara wako. Lakini wale wanaotumainia Bwana, wale ambao wanatumainia Sayuni, hawatachoka wala hawatakosa nguvu. Unaweza kuamka mapema na unaweza kurudi jioni bila kitu mkononi, lakini unapoingia katika kufunga na katika kuomba na unamwambia Bwana, you are the source of my strength, the supply is unlimited. Hallelujah. The supply is unlimited. You don't need to work to eat. You don't need to work always to eat. Na unajua sote hapa tunafanya kazi na tunaifanya kwa bidii tukitegemea nguvu zetu na hekima yetu, lakini nimesema ya kwamba there is more in God. Unapomtegemea yeye bila kutegemea your certificate, bila kutegemea nguvu zako, bila kutegemea your talent and your gifts, unapomtegemea yeye unamwambia Bwana, you are my supply. His supply is unlimited. Hallelujah. I say hallelujah. And therefore, kwa nini tunaongea mambo haya? Tunajitayarisha so that next month but one tunapoingia katika mfungo wa siku 21 na baadaye kuendelea na maombi ya siku 100, watu wao wamepata nguvu, wamepata neema na uweza wa kupaa na kuingia katika maeneo. Every time you fast and pray, mbingu inafunguka, na wakati ambapo mbingu inafunguka inanena kuhusu hatima yako na inakuingiza katika maeneo ambayo haujawahi kuingia. You are limited because you cannot see your tomorrow. Wapendwa, ukiambia watu hapa kuna milioni 10 imepangwa Mombasa, watembee polepole tu, mtu aende achukue yake. Hakuna mtu hapa atafika Mombasa hapa. Milioni 10 ziwekwe Mombasa hapa, sote tutafika hapa na wengine tutawakuta huko. Wengine tutawakuta huko. Wanatafuta njia ya kukimbia usiku, mchana wanapumzika. Kwa nini? Wako tayari kulipa gharama ya kile ambacho wanajua tayari wamewekewa. Sasa fasting ya kufungua macho ya kiroho ya kuona kesho yako. If you can see your tomorrow, you can run day and night ili uweze kuingia katika kesho yako. Watu wengi wanakosa kuendelea kulipa gharama kwa sababu hawajui kesho yao, hawawezi kuona kesho yao. Wapendwa, tayari kwa neema ya Bwana nimeonyeshwa kuona kesho yao. Nilikuwa nashindwa naweza kulichoma watu waone. So ninaona, I can see it. Na ninaomba ya kwamba mwaka huu uishe haraka, mwaka huu mwingine uje, na because by 2030, you don't like it. By 2030, tayari ninajua kile ambacho Mungu ametuwekea kwa mwaka huo, na kwa hivyo ninapoendelea hata wakati ambapo kuna shida, ninaendelea kufurahi kwa sababu ninajua hiyo siku ikiisha, siku hiyo nyingine inakuja, ninakaribia kesho yangu ambayo tayari Bwana amenionyesha. Si Mungu akufungue macho uweze kuona kesho yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema Bwana akufungue macho ya kiroho uweze kuona kesho yako, because your tomorrow is glorious. Hallelujah. Kile ambacho upatia watu nguvu ni kuelewa ya kwamba kesho is more glorious than today. Hallelujah. I say hallelujah. Na kwa hivyo tunafunga ili tuweze kupokea nguvu, tuweze kupokea uweza. Number 3, why we should fast?
is because a mature Christian will be tested in this area of food and drinks. Kwa nini tufunge? Kwa sababu mtu ambaye ni mature, Mkristo ambaye amekomaa atakuwa tested in this area. Matthew chapter 4 and verse 2. Baada ya Yesu kubatizwa na kuingia jangwani, alipomaliza kile ambacho alijaribiwa nacho ni chakula. Tupatie Matthew chapter 4 verse 2. Watu wa Biblia inakaribia. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Katika maisha haya, huyu ni Mungu, huyu ni Yesu ambaye anajaribiwa kwa mikate. Wapendwa, as you mature as a Christian, you will be tested in the area of food. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Mstari unaofuata unasema, now when the tempter came to him, because he will also come to you, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. If you are, Jesus knew that he is. Lakini hakukubali. Unajua kuna watu hapa wakiona nguvu kama hizi, shetani anakuja kukwambia wewe unasema wewe ni Kristo, ndio uko na nguvu ya kubadilisha hivi. Utaka unaweza kumwambia shetani, wacha kujaribu, wacha kuongea mambo ya mkate. Si hii mawe ni ifanye saa hii sura ya nyama mchanganyiko wa vitu. Wacha kuongea na wewe unabadilisha hii mawe iwe nyama. Kuna watu wakijaribiwa leo watajibu. Kwa hiyo kila mtu hapa atajaribiwa kwa upande wa chakula. Baada ya kufunga, Yesu akajaribiwa, akaambiwa ibadilishe sasa hivi mikate. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. And aside this, that man shall not live by bread alone. Wapendwa, kuna maisha mengine ambayo watu wengi hatujaingia katika mambo ya kitu. Na ndio sababu tunaishi mambo ya kawaida na tunashindwa na majaribu ya kawaida. If you can enter into real fasting and prayer, wapendwa, kuna mambo ambayo unaona sasa hautayaona tena katika maisha yako. Kuna kiwango cha kiroho ambacho utaingia. Watu wengi shida moja kubwa hata tunapoingia katika maombi ni kuomba mambo ya pesa. Pesa ndio kitu kidogo kabisa na stahili kuombea. Wewe kazi yako kuomba tu au tulipatia pesa. Wapendwa, haujafika kiwango cha kupewa pesa. That's why when God is supplying all your needs, usiaje anakupatia chakula ndio uweze kufungua. Kwa sababu ukipatia pesa kuhusu destiny atakufungua. Watu wengi wanafikisha kupewa pesa. Unatoa pesa kufanya nayo nini? No wonder God is supplying your needs. Kikumi na wakienda kutuba festival na wanaambiwa msiniulie mtoto. Watu wangapi hapa watakuja chache wakiwa na hali yake. Unajua watu unaona pesa na isiwe kwa pesa. Kwa pesa utaona haieleweki. Upewe ikiwa uende withdraw. Uambie mtu hapa kwa pesa. I want to withdraw. Anakuambia haraka. Withdraw. Hapo unaweza ngapi? Useme 100k. Nasikia kuta. Kwa sababu hata pesa zenyewe hazina. Ukihesabu moja hivi. Ukiweka 10 unashikanisha unaweka. Ifike 10. Sasa ufunge na hiyo. Uweke watu wachache hapa. Atakuja chache sana. Very few. Na kwa hiyo unapoomba Mungu hajafika, anaangalia huyu mtoto tutampoteza, we will lose them, our son, our daughter, and even the destiny yake. Kwa sababu kuna watu wakipata hiyo 100k hata gani hawataangalia inaenda wapi.
Simamisha kwa stage, unasema unaenda wapi? Ninaenda mahali gani? Ninaenda. Yaani uko tayari kuingia gari ya kuelekea mahali popote. Ikifika Kikuru mwisho unashika, unarudi na ingine tano. Pesa iko. Hapo ingine. Na kwa hiyo mbingu haiwezi release that kind of money. Why? You have no vision, you have no calling, you have no wisdom, you have no mission ya kufulfill na pesa kiwango hicho. Na kwa hiyo Mungu anawaachilia pesa kulingana na maturity yetu. That's why the Bible says, as long as in the book of Genesis, wakati ambapo wewe ni mtoto, ingawa wewe ni mrithi, mali hiyo it will be taken care of by the governors, kwa sababu bado wewe ni mtoto. Katika mambo ya kiroho, ingawa sisi ni warithi, bado hatujafika kupewa viwango fulani vya baraka. Ndio sababu naona wale watu walio na fedha, mtoto wa miaka 15 baba yake akiaga na hakuna gari, ingawa mtoto huyo anastahili kulini hiyo gari, atapewa gari? Hapana. Hiyo gari inaweza kutoa mjomba. Mjomba anaendesha gari yake. Shida unataka nini? Haujakopa, uko 15. Ukifika 18 ataambiwa lete hiyo gari. Sasa unaweza kupewa. Saa hii bado uko 16. Sasa katika mambo ya kiroho, most of us we are 15 bado tuko hapa. Tukifika 18 katika mambo ya kiroho, tunaitisha urithi wetu na tunapewa urithi. Haleluya. Ninaomba ya kwamba tuombe ya kwamba tutakuwa watu wamekomaa, ili tunapoomba Biblia inasema these are my heirs, these are sons, these are not children now, these are sons, na wanaweza kupewa urithi. Haleluya. Ndio ukikaa hapa ukiwa na 50 kwa mfuko, 1,100 iko kwa naitwa M-Shwari, na benki bado inaendelea kuhubiri hapa, bado inaendelea kwa mambo na hauna haraka. Ukiona mtu sahihi amekaa hapa, M-Pesa kama message umeweka ile umesikia kile, ukienda kuangalia unaona jinsi na alafu unasema hii ibada ni saa 7 na jinsi ile unaona mtu gani anaenda kwa osho, akitoka kwa osho ndio anaelekea jinsi hapo inaingia kwa simu hauja bado sasa hiyo bado. Lakini ukitumia 10,000 na unaendelea kukaa una pigo inaendelea kupigwa. Haleluya. I say haleluya. Matthew chapter 4 verse 2 nasema, but he answered and said, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. There is more power in his word than food. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 6 and verse 5. Kwa nini tunaondoka katika maisha ya kila siku? Tunaingia katika kufunga na kuomba ili tuweze kupokea kutoka mbingu. Wapendwa, there is a spiritual portal when it opens you are able to download kutoka katika mbingu. Unaonyeshwa kesho yako, unaonyeshwa destiny yako, unaonyeshwa vita ambavyo utapigana. The Bible says, in stripes, in imprisonment, in troubles, in labors, in sleepless, in fastings. Huyu ni mtume Paulo anasema alipitia mambo haya yote. You can see fasting hapa imeandikwa Biblia. In fastings alifunga mara nyingi. Na kwa hiyo ndio sababu tunasoma katika vitabu vilivyo vya New Testament. Aliweza kuandika, akapokea neema kwa wingi kuliko wale ambao walionana moja kwa moja na Kristo. Mtume Paulo hakuweka wakati Yesu alipokuwa, lakini kwa sababu ya kupitia mambo haya, sleepless nights, fastings, akapokea ujumbe zaidi ya kila mtume. Haleluya. Ni lazima ufanye zaidi ya wengine ili uweze kuingia katika kiwango kikubwa kuliko wengine. Si Mungu awachilie neema ya maombi na kufunga katika jina la Yesu Kristo. Nasema Mungu awachilie neema ya kufunga na kuomba. Wapendwa, ninajua
Ukiita mikutano ya mambo mengine watu watakuja kwa wingi, lakini ukianza kuongea mambo ya maombi na kuacha chakula kama ni enemy. Watu wanataka kuuza mambo ya chakula. Najua Mungu atakubariki na unaenda katika mikutano mingine unakuta chakula kimeandaliwa kinaitwa buffet. Buffet ni maanisha chakula ya kila namna. Na wameiweka hapa wazi kwa different zinaitwa zile dishes. Zimewekwa kwa kila pale. Na unaenda hapo na uko na njaa. Wapenda ukiwa na njaa, hakuna kitu kibaya kama ukiwa na njaa. Hata heshima yako unaiweka kando. Ukienda kufungua sahani ya kwanza hivi, unakuta na chakula ile haujawahi kuona. Na bado chakula kimepangwa kutoka hapa na wale wamekaa mwisho. Haufikiri kwamba hii kingine yote ni chakula, wewe unaona hivi. Unaweka hii nusu ya plate tayari ndio umeamka mtihani. Kwa sababu angalia, ile nataka nifundishe. Iwe siri kwa watu wa asili. Ukienda kwa chakula na hiyo, wachana na hiyo kwanza. Tena ndio wachana na hiyo kwanza. Hii chakula ya kwanza hii ni ya kutayarisha, ni kama wasikudanganye. Hii ya kwanza ukiona wameweka sahani huko katikati huko ndio kuku iko. Usidanganye na watu hawaweki kuku hapa. Kuku iko kule. Huko karibu na mwisho. Hapa usichukue kitu, chukua kitu kidogo. Wacha wale wanaweka chakula kujaza hapa mbele. Wewe mtu ambaye yuko na wisdom, weka kidogo ya kwanza, enda ukiongeza. Ukifika hapo katikati, kutana na Mungu hii, wameweka peke yake. Wasubiria mzima. Sasa hapa, jibaba. Weka ile kitu nataka. Mwisho kabisa ukiwa na kuweka watu wataka. Jinda ile. Haleluya. I say haleluya. Najua nileka baadhi utakuta. Tulikuwa wachungaji. Kwa tunaenda kambi ya jeshi ile iko pale Kibo. Alikuwa na nafasi ya maombi. Sasa chakula kimewekwa hapa. Kama watu wamevaa suti na makoti, kina mama wanavaa kubwa kubwa kwa hivyo na chakula. Akili itatokea kwa kisha. Kabla uende nafasi anasema amejaza. Ameweka nyama, ukiwa na nini, alafu akaweka matunda juu yake. Ulipoona hili nasema, unaona hili? Hauwezi kwenda mbali katika ulimwengu. Ukianza kula na hili. Yesu anakuambia tena kwamba ukienda mbele ya mfalme na chakula kiandaliwe kwa pesa, weka kisu wapi? Hapa. If you cannot discipline yourself when you see food, you cannot go far. Usidanganye na mtu. The first training ambayo tulitrainiwa wasema, the first one ni kuhusu chakula. Lazima mambo mengi kuhusu chakula. Kazi kidogo kufunga mlango. Kuzima taa. Ukiona mtu mambo ya kawaida kushinda, destiny iko mbali na wewe. Mtu anafungua mlango akipita, mlango ni kama anapasua. Destiny yake iko mbali. Na hiyo inafundisha nini? Watu watakao kuja kuwa wahubiri wa baadaye. Number one is manners. Lini yote manners. Unaenda kusalimia, ukiona nani? Inasalimia watu. Ukiona mtu, unasalimia mtu na ameketi. Ameketi, kuna ulimwengu haujaanza kuingia. Kuna ulimwengu haujaanza kuingia. Mtu ambaye ni mzee kwa umri, mtu ambaye ni mkubwa kwa mambo ya cheo na nini, you don't sit when they are eating. Na kwa sababu mambo haya yanaenda kufundishwa. Kwa sababu tunafundishwa katika madarasa, mambo haya inafundishwa wakati ambapo macho yako ya kiroho yafunguka. Mambo ya macho ya kiroho kwenye nini? Inafunguka. Umeingia kwa ofisi ya mtu, hajakwambia ukae. Wewe usaka, umekaa ni kwa ofisi ya mtu hajakwambia. Sisi. Kwa nini unafanya hivyo? Unaona tayari hapa kupoteza kazi. Sababu macho yako hayaoni, macho ya kiroho. Macho ya kiroho yanafunguka wakati wako wa kufunga na wameomba.
Hii mambo unafundishwa katika shule ya kiroho. Unaingia kwa ofisi ya mtu na unasimama mpaka akwambie uketi. Katika macho yake ya kiroho. Mtu ameingia kwa nyumba na amekaribia na ni mzee unasimama. Lakini kusimama wewe unaketi na angalia mtu hivi unampatia mkono. Unaona akiwa na kazi, wewe hata kwa ajili. Hiyo tayari wewe unafunga mlango. Kwa sababu kuna mambo katika ulimwengu wa kiroho hamjajua. Na watu wengi wamefunga milango katika ulimwengu wao wa kiroho. Wapendwa, if you can conquer your body, you can conquer cities. Jana nilipokuwa sehemu hizi za geni, kulikuwa katika mkutano, lakini in the same compound kuna watu walikuwa wanatayarisha maisha. Kwa hiyo chapati by 6-7 hapo zilikuwa zimeanza kuiva. Na tukaenda hapo tukipita tu kwa sababu watu ambao tunajuana. Sisi tulikuwa mkutano different place kama hapa hivi. Hapo wanaendelea na sherehe tofauti. Tukiwa tuna wazee hapo. Chapati zimeiva. Nipatie kapi. Akafanya kitu ndio nipatie mbili. Hiyo sasa ya siku. Sherehe ilikuwa itakuja jioni. Ameanza chapati kapi? Pili. Hiyo ni saa 2 hapo, saa 2:30. Ameitisha pili zikiwa zinaiva. Kina mama wanaendelea na karati hapa na hapa na hapa. Wengine wako pale kutengeneza mkimo, wengine wako na kunyama pale. Naona ukianza kula saa hiyo chapati moja, karati mbili. Wale pale mkimo kidogo. Pale ndio inafika sasa. Na sherehe inaanza. Watu wanatafika. Destiny yako tayari imekata. Tulikuwa tumeenda gari moja, watu wengine wakasema si sherehe iko hapa na kuna magari na rudi Nairobi. Sisi haturudi Nairobi sana. Na tulikuwa tunatoka na wao. Wakasema sisi haturudi Nairobi sana. Pastor kama unaenda Nairobi, wacha sisi tutawacha mpaka sherehe ishe. Na nikakumbuka kisimama hapa. Sikula hata jana. Nilipoangalia chakula kile kiliandaliwa hapa yote, nikaona kuna uwezekano mkubwa by all means na stahili hata kulikubaki. Utawachaje sherehe ambayo ng'ombe mbuzi wamechinjwa, unaenda wapi? Nikawaambia masaa yangu ya kutoka nikaka. Niliwacha chapati, nikawacha hili. Wakati nilipofika huko kupiga simu, naambiwa basi tunatoki. Walikuwa wameleta gari imejaa hata Muratina. Muratina, walikuwa wametoka Muratina imejaa. Wale wananiambia watu wengine hawajatoka hapa. Saa hiyo ni saa 2 usiku. Saa 2 usiku. Mimi nilifika hapa saa 11. Kuna watu walingoja Muratina. Watu walingoja nyama. Ulisa ndio unaona na nyama unaweza kupata. Let's be honest, kwa nini watu na hakuna mahali mimi naenda kufanya. Wanakupatia kila sababu. Sasa masaa hii tukienda na kwenda kulala jioni. Kwa nini tusikule kwanza hivi? Hawana nyama. Ukifika leo chakula. Wapendwa, ukishinda mtu amekuja kwako, unakuja kwako, ndio umemaliza tu chapati au nini na umezipiga hivi chini ya kitanda. Na unajua nikiingia nitakuwa hapa kulingana na siku hata kama sijui lakini hapa chapati zimepikwa. Wewe tunaendelea hapa na maombi, Mungu usibariki nyumba hii.